Kitabu hiki kwanza kiko maalum kabisa kwa ajili ya kushughulika na tatizo moja tu: tamaa ya zinaa, akishi ya zinaa, mtazamo, hisia zinazoonyesha mwanadamu hawezi akaishi bila mpenzi, hawezi akaishi bila kujichua. Yani mwanadamu, hii dunia ni ngumu sana bila kuzini. Anazamia dunia ijue uko uwezo wa msalaba. Anazamia dunia ijue yako maisha nje na maisha ambayo yeyote yule anaishi leo. Yawe ni maisha ya kupiga punyeto, yawe ni maisha ya kuzini na dhambi aina yoyote. Natazamia dunia ifahamu kwamba uko uwezo wa kumtoa mwanadamu hapo. Wokovu ni kitu kinachobadili maisha ya mtu. Wokovu ni kitu kikiingia kwenye ujana wako, akikuachi ukiwa na hisia za ujana, akikuachi ukiwa na vipaumbele vya ujana, akikuachi ukiwa na maneno ya ujana. Wokovu, wala wanasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wokovu unapoingia ndani ya mtu unabadili kila kitu. Kwa imani halisi, imani ya kweli, wokovu wa kweli ni wokovu ambao mtu anapopokea, kama ni kijana alikuwa anapiga punyeto, anavuta bangi, anakunywa pombe, hivyo vitu vinakuwa vinakosa nguvu kwa kadri ya wingi na neema ya Mungu ambayo anakuwa ametujalia nayo. Leo nimekuletea na nimeamua nianze kukuletea ufafanuzi wa kitabu hiki cha Maisha Bila Tamaa ya Zinaa, vile ambavyo nilikiandika na uchambuzi wa shuhuda za kile kilichofanyika mpaka kikaja kutokea kitabu hiki. Ilikuwa na maisha gani, lakini pia nikichambue kwa undani, kwa mimi ndio mwandishi wake na ninaamini bado kipande kikubwa cha dunia watu tamaa ya zinaa imeendelea kuwa tatizo gumu, imeendelea kuwa swali gumu. Paulo anasema kwamba ashukuriwe Bwana Mungu wetu, Bwana wa faraja yote, farijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wengine. Ninayo imani kwamba tamaa ya zinaa bado ni kitu kinachosumbua watu wengi. Baadhi yao wako kwenye ndoa, lakini wake walio nao hawaridhiki nao bado. Baadhi yao hawajaoa, hawajaolewa, wanaishi maisha ya kupiga punyeto, wanaishi maisha ya kuangalia picha za uchi. Kwa ni mtihani, swali ngumu lisilo na majibu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1 mstari wa 3. Na ahimidiwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Nataka nikusomee baadhi ya vipengele vya kitabu hiki na nitaendelea kuwa nasoma. Kitabu hiki kwanza kiko maalum kabisa kwa ajili ya kushughulika na tatizo moja tu: tamaa ya zinaa, akishi ya zinaa, mtazamo, hisia zinazoonyesha mwanadamu hawezi akaishi bila mpenzi, hawezi akaishi bila kujichua. Yani mwanadamu, hii dunia ni ngumu sana bila kuzini. Maneno ya mwanzoni kabisa hapa juu andika kwamba mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu, muite ufahamu jamaa yako mwanamke. Yani muite ufahamu binti yako. Vijana mtaani ongeza kuita, wanaita dem siku hizi manzi. Ufahamu kiwe ndio kitu cha karibu zaidi na jamaa yako mwanamke, wapate kukulinda na malaya. Hapa kuna hekima imetajwa, wewe ndio umbu langu. Hekima we dada yako, fahamu awe ni kama mchumba wako, wapate kukulinda na malaya. Ni vitu vile: hekima, fahamu, wapate kulinda na malaya, na mgeni akubembelezaye kwa maneno yake. Mithali 7 mstari wa 4 hadi wa 5.
Picha unayoona hapa nje, hii ni picha yangu, lakini hii picha pembeni ni picha niliyoweka msalaba na Yesu akiwa ametundikwa, nikiwa na maana kwamba ni kazi ya msalaba pekee inayoweza kumfanya mtu aishi maisha bila tamaa ya zinaa. Kwa hiyo katika kutengeneza picha hii ilikuwa lazima msalaba ulioniokoa na kunisaidia na kupelekea niwe na maisha haya au niwe na hatua hii, ulikuwa lazima msalaba uwepo, lazima utaje hapo. Hapa chini kuna maandishi yameandikwa, mwanadamu yeyote unaweza ukaishi zaidi ya miaka 1000 bila kuzini na usiathirike wala kupungukiwa chochote kiafya, kiakili na hata kiroho pia. Yani mwili huu hautaumwa ugonjwa wote usipozini, usipokutana na mwanaume hata miaka 1000. Hautakuwa unapiga punyeto wala unaangalia picha za uchi. Utakuwa tu unaishi, unakula, unalala, unafanya mambo yako, kuna ubize uko nao. Hautapungukiwa chochote kiafya, kiakili na hata kiroho. Yani akili yako itakuwa na shida yote, roho yako. Sasa simaanishi kwamba labda ambao hawajaoa ndio wako rohoni, hapana. Ila maana yangu hapo kinielewa vizuri ni kwamba ukiishi tu maisha ya kutembea na Mungu, hicho kinachoitwa zinaa sio focus yako kubwa. Chini ni jina langu Helbert Mlelwa. Twende nyuma ya kitabu nikusomee baadhi ya maelezo. Nyuma ya kitabu kwanza kuna picha hii ya mchungaji Mbarikiwa. Unajua kama unaweza kaiona vizuri hiyo hapo, lakini kuna title kitabu Maisha Bila Tamaa ya Zinaa. Nikusome baadhi ya maelezo hapo. Kabla siongelea chochote kuhusu kitabu hiki, naomba nimwongelee kwa ufupi sana gwiji huyu wa imani na mafundisho yake ya wokovu kweli au halisi. Tunaita wokovu wa kweli kwa sababu wokovu ni kitu kinachobadili maisha ya mtu. Wokovu ni kitu kikiingia kwenye ujana wako, akikuacha ukiwa na hisia za ujana, akikuacha ukiwa na vipaumbele vya ujana, akikuacha ukiwa na maneno ya ujana. Wokovu, wala wanasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, kale amepita, tazama yamekuwa mapya. Wokovu unapoingia ndani ya mtu unabadili kila kitu. Kwa imani halisi, imani ya kweli, wokovu wa kweli ni wokovu ambao mtu anapopokea, kama ni kijana anapiga punyeto, anavuta bangi, anakunywa pombe, hivyo vitu vinakuwa vinakosa nguvu. Wala wanasema kwamba kwa maana alituokoa kutoka katika nguvu za mauti au nguvu ya dhambi, alituokoa. Kwenye Warumi 6, hiyo ni kwenye Wakolosai. Kwenye Warumi 6 anasema kwamba kwa yeye alitutoa kwenye Warumi 6 anasema kwa kuwa utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo ili miili yetu isitumikie dhambi tena. Miili yetu ya dhambi isitumikie dhambi tena. Kwa hiyo huyu ni gwiji, namuita gwiji katika wengi wa wahubiri walioko sasa. Huyu mhubiri au huyu mchungaji nimemwona kwa kile alichofanikiwa kufanya kwenye maisha yangu, namuita gwiji wa imani. Huyu ndiye mchungaji Mbarikiwa wa Kipesile. Ndiye mchungaji aliyenielea na kunifundisha mambo yote ambayo nimeandika ndani ya kitabu hiki. Lakini sio tu amenielea na kunifundisha, yamegeuka kuwa maisha. Unajua fundishwa jambo ni kitu kimoja, lakini kuna ulichukua ile jambo na kuligeuza kuwa maisha. Mchakato ulikuwa mrefu, lakini mwisho yote kama kwangu inawezekana na kwako inawezekana. Nimeweka picha yake nyuma ya kitabu hiki kwa ajili ya kumbukizi ya vizazi, makabila na watu wote duniani utakaosoma kitabu hiki wajue kuwa huyu ndiye mkufunzi wangu katika roho. Yeye tayari kutoa gharama nyingi kwa ajili ya kutufundisha na kutusimamia, sio tu kufundisha. Wengi wana uwezo mzuri wa kufundisha, lakini kusimamia huwa ni tatizo. Kutufundisha na kutusimamia. Watu wengi tuliokwama kwenye dhambi, kama mimi, dhambi zilikuwa za namna tofauti, tuliokwama kwenye dhambi kama mimi. Picha hii pia ni shukrani yangu kwa Mungu aliyemtumia kunisaidia
na kwake mwenyewe, kwani sina shukrani nyingine kubwa zaidi ya kufanya kile ambacho nilisaidiwa na Mungu pamoja na mtu wake ili nikifanye. Kikiwemo ni hiki kitabu nilichoandika. Mimi nimekusudia niendelee kuwasaidia vijana wengi waache kupiga punyeto, wanandoa waache kuchanganyikiwa na tendo la kulala na mke wake, yani kisiwe ni kitu kinachomchanganya, kumvuruga na kumpelekea awe ni mtu ambaye hana lolote, hana chochote anachoweza kukifanya. Nenda kwenye paragraph ya pili. Wakati Mungu amemuumba Adam, maandiko anasema aliona si vyema Adam akae peke yake. Soma ile andiko, aliona si vyema. Hajasema aliona hawezi. Si vyema Adam akae peke yake. Mwanzo 2:18. Maandiko haya hayajasema kuwa Mungu aliona Adam hajakamilika. Au Mungu aliona Adam hawezi kukaa peke yake. Aliona si vema, ni Mungu yeye alijisikia, lakini ilikuwa na maana Adam asingeweza kuishi peke yake. Sasa nenda kusoma kwa kwamba maandiko haya hayajasema kwa Mungu aliona Adam hajakamilika. Inasema mwanaume bila mke hajakamilika. Hapana, hizo ni nyimbo za kina Mwitege, ila Mungu hana mtazamo huo. Yesu akoa, Paulo akoa, watu wengi wa Biblia kina Yeremia akoa, kina Elia hatujui alioa akoa, ila wake zao watu wasikii. Lakini manabii, watu wazito kwenye Biblia, wengine hawakoa kabisa na bado walikuwa na nguvu. Hii ni kwa sababu mwanadamu hakamiliki kwa sababu ati ana mke. Hapana, mwanadamu ni nini anafanya? Jua kwa akili yako ambayo imejaa udunia, utaniuliza kuwa Adam angekuwa peke yake, watu wengine wangetokea wapi? Jibu ni wangetokea kwa njia ambayo Mungu alitumia kumuumba Adam. Kwani alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, Mwanzo 1:26. Kwa maana kwamba kama mtu huyu anayefanya ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu, atakuwa na uwezo wa Mungu, atakuwa na mamlaka ya Mungu, na ile mamlaka ya Mungu anayokuwa nayo angeweza kuitumia kuumba, angeweza kuitumia kutokeza watu wengine. Isipokuwa zinaa iliingia pale katikati, na sasa wengi nishachukulia kwamba hamna, hiyo ndio ilikuwa njia ya kuzaliana. Sikia, ikiwa Mungu amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, ni kwamba mtu huyo anayefanywa anatakiwa awe na uwezo sawa na Mungu aliyokuwa nao. Ndani utakuta ufafanuzi, uwezo unaofanana na uwezo wa Mungu, utakuta ufafanuzi na utaelewa uwezo huo ulipotelea wapi. Huyu mtu alikuwa ni mtu alikuwa ni Mungu kamili ambaye angeweza kuumba kama Mungu na kuwa na haja ya kuwa na mke ili aishi. Huyu mtu aliyefanywa kwa mfano wa Mungu. Mungu kama Mungu mwenyewe kwa asili yake asingetaka ukuu wake abakie nao peke yake. Ndio maana Biblia inatafuta kila lugha kuongea kuwa sisi tu washirika wa tabia ya uungu. Lakini pia mara pengine inasema uzao mteule na ukuhani wa kifalme. Hapa nimeandika ukuhani mtakatifu, lakini ukuhani wa kifalme, lugha ya Biblia. Lakini pia maandiko wakati mwingine yanasema tu wana wa Mungu. Kadhalika kuna maeneo utakuta Biblia inasema yeye alipoinuliwa juu aliwainua, au alitukuta wote tulikuwa chini akatuinua juu. Yani hizo ni lugha ambazo Biblia inajaribu kusema uungu, uwezo, mamlaka aliyonayo Mungu hakutaka baki nayo peke yake. Ilikuwa ni mamlaka ambayo watu tutakiwa kuwa nayo. Hizi lugha zote zinaonyesha kuwa picha ya Mungu kabisa ilikuwa ni kumfanya mtu atakayekuwa anafanya kama yeye alivyofanya. Yani kama alitamka biliumbika au bilitokea, basi na yeye huyo mtu atakayeumbwa awe anatamka na vinatokea au vinaumbika. Tunaishi katika kizazi ambacho vijana wanasema nikioa nitatulia, na mabinti wanasema nikiolewa nitatulia. Kumbe hawajui kinachowasukuma kuwaza hivyo ni tamaa iliyo ndani yao, ambayo kwa hiyo tamaa hata wakioa watatamani mabinti wengine, hata wakiolewa watatamani vijana wengine au wanaume wengine. Mimi naamini sana kuwa mwanadamu
aliumbwa yu kamili. Na ndio maana wenzetu akina Elia Mtishbi na Elisha na Daniel, Isaya, Yeremia, Ezekiel na wengineo kiwemo Yesu, hatusikia habari za wake zao, ila tunasikia habari za wao wenyewe tu, wakiwa wanaitikisa dunia, wameishika dunia, wanaitikisa, wanaipeleka wanakotaka. Hatusomi taarifa yoyote kuhusu mke wa Paulo, na tuna uhakika kwa Paulo hakuoa. Swali langu ni hii: kama Paulo hakuoa na alifanya yote haya, unaonaje kama wewe nawe utaweza kufanya hata nusu ya yale aliyofanya Paulo? Hivyo vilivyo hata nusu ya yale aliyofanya Paulo. Si moja kati ya sura ambazo ni za baraka na neema mbele ya jamii ya watu waaminio. Kitabu hiki kitakupa mwanga na ufahamu sahihi kuhusu mtu wa jinsia tofauti nawe, na kwa ufahamu huo hautamwona tena kama chombo kinachofaa kwa zinaa, bali kama askari wa ukombozi anayetakiwa kuokoa na kwa sababu ya wokovu watu wengi. Kiufupi, hayo ni maelezo machache kuhusiana na kitabu hiki cha Maisha Bila Tamaa ya Zinaa. Maelezo ni mengi na nayo mengi ndani ya kuyafunua, kuyafichua. Kizazi hiki kimeharibika sana, lakini ningetamani yeyote unayesema, aidha baadhi yenu mmeshapata hadi kopi ya kitabu hiki, mimi niko Dar es Salaam, lakini wengine mnaweza mkakipata kutokea Mbeya. Yeyote unayesema unataka kuishi na tamaa ya zinaa, ningetamani kitabu hiki, hata kama hautakinunua, fuatilia uchambuzi huu kwa uvumilivu wote, fuatilia video moja baada ya nyingine, na kuhakikishia unaweza kuwa ni mtu ambaye utapata miongoni mwa majibu bora. Uchambuzi huu nitaweka kwenye playlist kwa pamoja, kuanzia video ya kwanza hadi ya mwisho, ili yule atakayeona video yoyote arudi na kufuatilia video zote. Na uchambuzi huu unaweza kunichukua muda, kwa kitabu ni kirefu, ina kurasa kama 127, lakini pamoja na yote hayo bado nitakuwa na uvumilivu wote kukisoma na kukichambua. Lengo na nia nilionayo duniani ni nini? Lengo na nia nilionayo, natazamia nini? Natazamia dunia ijue uko uwezo wa msalaba. Dunia ijue yako maisha nje na maisha ambayo yeyote yule anaishi leo. Yawe ni maisha ya kupiga punyeto, yawe ni maisha ya kuzini na dhambi aina yoyote. Natazamia dunia ifahamu kwamba uko uwezo wa kumtoa binadamu hapo. Niseme nini basi? Mimi ni shauku yangu kubwa, Mungu akupe neema yoyote unayesikia maneno haya, kwa uwezo na nguvu nyingi zilizomo ndani ya damu ya Yesu. Maneno haya ya kuvute kwenye level ya maisha, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna jitihada utahitaji kuwa nazo ili uweze kufikia maisha ya mwili wako kufa, hisia za mwili wako kufa, mihemko akishi ya zinaa kufa. Kuna maisha utatakiwa uyaishi, kuna gharama utatakiwa uzilipe. Lakini seme nini? Nakuombea dua sana na kuombea neema. Mungu akusaidie sana. Acha niombe kwa wewe ambaye umefika hapa mwisho. Bwana Yesu, nakubariki kwa sababu ya wema na ukuu wa fadhili zako, kwa ajili ya kijana huyu, mwanamke huyu, mwanaume huyu ambaye ameyasikia maneno haya toka kwenye kinywa changu. Shuhuda hizi Mungu ni za kweli. Umebadili hisia za mwili wangu, umebadili uwezo wangu wa kufikiri, umebadili kila kitu kwenye maisha yangu kutokana na wokovu wako. Bwana wa baraka na neema, Mungu mwenye nguvu na uwezo mwingi, na kuomba yeyote anayesikiliza maneno haya kwa uvumilivu, kuanzia video hii ya kwanza mpaka zote ambazo nitaendelea kufafanua, na nitaendelea kwa nikiomba tena na tena kwa yeyote anayesikiliza, ya kwamba Mungu usimwache bure. Gusa ufahamu wake, gusa mwili wake, gusa hisia za mwili wake, popote alipo, mkoa wote alioko, nchi yoyote alioko. Zaburi 107:20 nasema, ulituma neno lako kuwaponya watu na kuwatoa katika maangamizo yao. Ulituweka tuwe wajumbe wa lile neno, ili kubadili ulimwengu wote ukuelekee wewe. Ulimwengu wote ufikirie toba, ufikirie kuacha zinaa, ufikirie kuacha kupiga punyeto, ufikirie kuacha kuangalia picha za uchi,
uwezo uliomo ndani ya damu ya Yesu, Mungu katembee kwa yeyote anayesikia maneno haya. Nguvu iliyomo ndani ya msalaba wa Yesu ikatembee ndani ya yeyote anayesikia maneno haya. Neema yako, nguvu yako, baraka yako milele ipitayo mchumba, ipitayo magari, ipitayo chochote, ikaguse mwili wa kijana huyu, ikaguse mwili wa binti huyu, ikaguse mwili wa mwanaume huyu anayechepuka kwenye ndoa, ikaguse mwili wa mwanamke huyu anayechepuka kwenye ndoa, ikaguse mwili wa yeyote anayepiga punyeto, ikaguse mwili wa yeyote anayeangalia picha za uchi, kaguse moyo wake, kaguse roho yake. Damu ya Yesu ikazidi kwenda kunena mema. Mungu, naomba neema ya wokovu na badiliko la kweli juu ya yeyote anayesikia maneno haya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Alize kwa kusema kwamba makusudi na nia yangu ya kuishi duniani ni kutaka kuibadili dunia iende kule ambako mimi naamini wanadamu tunatakiwa. Sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani. Tengenezeni njia ya Bwana, isheni Bwana mhukumu wake yu karibu kuja. Hii maana lile neno mara na tane part 2. Amen.